Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Sikiliza, unapotembea na Roho Mtakatifu, maisha yako hayatakosa kusisimua. Kuwa Mkristo hakukosi msisimko, kwa sababu mambo yatakuwa yanabadilika siku baada ya 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 siku. Basi wikendi hii nimekuwa nikifunza kuhusu Roho Mtakatifu na huduma ya Roho Mtakatifu kwa wakati huu, na kadri ninavyozidi kufunza funzo hili ndivyo ninavyozidi kuhisi vizuri kulihusu na kuhisi kwamba napaswa kulifunza zaidi na zaidi na zaidi. Yesu alisema, itawafaa nyinyi mimi niondoke, kwa sababu nitawatumia msaidizi, nitawatumia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ana huduma halisia zenye manufaa katika maisha yetu ya kila siku. Biblia inasema kwamba yeye ni msaidizi wetu, anatupatia faraja tunapohisi uchungu. Yeye ni mshauri wetu, anatushauri wakati hatujui tufanye nini na tunahitaji usaidizi. Usikimbilie watu wengine kwanza, daima nenda kwa Mungu kwanza na umuombe ushauri wake. Usikasirikie mtu eti kwa sababu hakupi faraja unayohitaji. Nenda kwa Roho Mtakatifu na atamtumia mtu aliyemchagua yeye kukupa faraja, na mtu huyu atakupa neno takatifu la faraja, wala si tu maneno yasiyokuwa na maana yoyote. Yeye ni msaidizi wetu. Sote tunaelewa hilo. Sisi sote tunahitaji usaidizi. Yeye ni mwombezi wetu. Anatusaidia kuomba wakati hatujui jinsi ya kuomba kama inavyotakiwa. Anajua fikira za Mungu, anaweka mambo ndani ya mioyo yetu ili tuyaombee, na pia anaomba kutupitia sisi. Yeye ni mtetezi wetu, wakili wetu ambaye amesimama mbele ya mahakama ili atutetee. Yeye hututia nguvu. Jamani, sisi sote tunahitaji nguvu. Amesimama na sisi ili tukikumbwa na tatizo maishani mwetu atatusaidia. Anakuja na kuwa na ushirika wa karibu na sisi. Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake, lakini alisema, nitawatumia msaidizi ili awe nanyi. Na kama vile nimekuwa nikisema, kuwa pamoja na mtu ni vizuri, lakini kuwa ndani yake ni bora zaidi. Kuwa ndani ni uhusiano wa karibu zaidi. Pia Biblia inasema Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatuongoza katika kweli zote na anatukumbusha kweli hizo tunapohitaji kuzikumbuka. Sijui wewe, lakini wakati mwingine huwa nahitaji Roho Mtakatifu anisaidie kukumbuka vitu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwamba Roho Mtakatifu, na namwamini Mungu kwa hiyo. Naamini kifungu hicho. Si kukumbuka tu, bali kukumbuka mambo ninapohubiri, ninapohitaji maandiko au mifano, huwa inanijia kupitia Roho Mtakatifu. Wacha niwaambie kitu, kutembea na Roho Mtakatifu ni maisha ya ajabu sana. Tunapaswa kujazwa kikamilifu na Roho Mtakatifu. Waefeso 3:16 inasema kwamba tunaweza kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wa ndani. Napenda hiyo. Na kisha inaendelea zaidi na kusema kwamba tunaweza kumjua Mungu kiasi kwamba tunakuwa mili mitakatifu iliyojazwa kikamilifu na Roho Mtakatifu. Basi sasa pia tumegundua kwamba tunaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu, au tunaweza kumzima Roho Mtakatifu, au tunaweza kumzuia Roho Mtakatifu, ingawa hilo ni jambo ambalo yamkini hatuwezi kutaka kulifanya ikiwa kweli tunalifahamu na tunajua hasara yake. Kwa vile Roho Mtakatifu ana thamani kubwa sana kwetu, na upako anaotupatia ambao ni nguvu yake na uwepo wake maishani mwetu na thamani ya ajabu. Wangapi kati yenu wameanza kuelewa jinsi alivyo na thamani kubwa kwenu, kwamba ni sharti tuwe na uwepo wa Roho Mtakatifu? Na kuambia, Mungu akikugusa mara moja tu, utapokea nguvu itakayodumu mwezi mmoja. Akikugusa mara moja kwa njia maalum, atakutia nguvu na nishati kwa njia ya ajabu. Na tukiweza kuwa na muda na Mungu, tutafaidika zaidi na hali hiyo. Naamini kwamba wengi wenu, kwa sababu mmechukua muda wa kuwa hapa katika kongamano hili, mmeguswa na Mungu kwa njia ya kweli. Na mtaenda nyumbani na mjihisi mmetiwa nishati na mmechangamshwa, na jamani, ni kana kwamba umefika hapa na tanki yako ikajazwa, na sasa utarudi nyumbani uko tayari kukabiliana na dunia tena. Huyo ni Roho Mtakatifu, ndiye anayekutia nguvu. Basi kwa vile Roho Mtakatifu ana thamani ya ajabu, naye ni nafsi ya tatu ya utatu wa Mungu na ni dhihirisho la nguvu ya Mungu mwenyewe, hatupaswi kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Hatupaswi kumkera, kumhuzunisha au kumkosea Roho Mtakatifu. Na Waefeso 4:30 inasema kwamba tunaweza kufanya hivyo kupitia mazungumzo mabaya
mazungumzo ya kipumbavu ya uovu na machafu. Tunamhuzunisha Roho Mtakatifu tunaposema mambo mabaya juu ya watu wengine. Masengenyo humhuzunisha Roho Mtakatifu. Kulalamika na kunung'unika humhuzunisha Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba tunaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu kupitia hasira, kupitia machungu, kupitia chuki, kupitia ghadhabu kali na mitazamo mbalimbali mibaya yenye sumu. Sijui kama unafahamu au la, kwamba mtazamo wangu na mtazamo wako ni muhimu sana kwa Mungu. Halo? Kisha Wathesalonike wa kwanza 5:19 inazungumza juu ya kumzuia Roho Mtakatifu, na kuna njia ambazo sisi hufanya hivyo, kama vile kutosaidia watu, kutokuwa na shukrani, mambo mbalimbali kama hayo. Basi tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu, na tukiongozwa na Roho Mtakatifu, basi hatutamhuzunisha Roho Mtakatifu, hatutamzima Roho Mtakatifu, kwa sababu tutakuwa tunaenenda katika kumtii Mungu. Kuongozwa na Roho Mtakatifu kunamaanisha kuenenda katika kumtii Mungu. Sasa chini ya Agano la Zamani, watu waliongozwa na sheria na masharti, na maisha hayo yalikuwa magumu. Kila walipovunja moja ya sheria hizo, iliwabidi watoe dhabihu ya mnyama wa aina fulani. Si kwamba wafute ufahamu wao wa dhambi zao, bali kama njia ya kuzifunika. Lakini sasa tuna mfumo mpya tangu Yesu aje, na unaitwa Agano Jipya. Dhambi zetu zimeondolewa. Kadri mashariki ilivyo mbali na magharibi, hatuzikumbuki tena. Hazijafunikwa tu, zimetakaswa kikamilifu na kuondolewa, na ni hali ambayo daima inaendelea maishani mwetu. Si ni jambo la kufurahisha kujua kwamba Mungu daima atakusamehe? Hiyo ni habari njema mno, habari njema mno. Basi mojawapo ya huduma za Roho Mtakatifu ni kutuonyesha dhambi zetu. Nafurahi kwamba Roho Mtakatifu huninenea ninapofanya jambo ambalo halimpendezi Mungu, kwa sababu wakati mwingine sioni, na naweza kuwa natenda jambo lisilo sahihi na niendelee kulitenda kwa furaha bila kujua kwamba ni jambo lisilo sahihi. Kwa miaka mingi nilienda kanisani, kisha baada ya kanisa Jumapili nilijumuika na marafiki zangu na tukamsengenya mchungaji. Sikujua kabisa kwamba ilikuwa makosa. Sawa, nichekeleni mkitaka, lakini najua pia nyinyi mmewahi kufanya hivyo. Najua kwa nini mnacheka. Hayo mahubiri yalikuwa hivi. Ingekuwa mimi singesema hivi na singesema vile. Basi sisi sote ufikiri tungehubiri vizuri zaidi kama tungepewa nafasi. Na sikujua ni makosa. Ni jambo la kusikitisha, lakini sikujua kwamba ilikuwa ni makosa, kwa sababu sikuwa na ushirika wa karibu na Roho Mtakatifu. Sikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu. Nilikuwa naishi kimwili kikamilifu. Ingawa nilikuwa nimeokoka na nimezaliwa upya, bado nilikuwa naishi kimwili kikamilifu. Je, unajua kwamba inawezekana kabisa kuokoka lakini bado uenende katika mwili? Basi kuna tokeo la kuishi hivyo, na ni kufadhaika. Tunafadhaika tukienenda kwa namna hiyo. Kuna tokeo lingine, na ni kwamba hatutaleta baraka wala faida kwa watu wengine, na tunakuwa ni wawakilishi duni wa maana ya kuwa Mkristo. Amen. Basi baada ya kuwa na uhusiano wa ndani zaidi na Roho Mtakatifu, nilipoanza kujifunza neno kwa dhati, sasa si lazima nishiriki katika mazungumzo yasiyompendeza Mungu kwa muda mrefu kabla ya kugundua mara moja kwamba hayafai. Na zaidi ya mara moja imebidi ninyamaze katikati ya mazungumzo na niseme ngoja kidogo. Sipaswi kuzungumza hivi. Samahani, tuache hayo. Na ni vizuri kujaibisha sisi wenyewe na tufanye hivyo mara kwa mara. Na kusema ukweli, ukimpenda Yesu kwa dhati, utafanya kitu chochote ili uweze kumtii. Katika Yohana 14 alisema, ikiwa unanipenda, utanitii. Sasa, nafikiri tunaweza kuelewa hiyo kwa njia mbili. Kiwango changu cha utiifu kinaashiria kiwango changu cha kumpenda Mungu, lakini pia kumpenda ni sawa na kumtii. Na kwa hivyo wakati mwingine ikiwa unaona ni ngumu kwako kuwa mtiifu, suluhu ya hali hiyo ni kuwa na muda mwingi zaidi na Mungu. Kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na muda na yeye, ndivyo utakavyozidi kujiepusha na tabia zinazoweza kumhuzunisha au kumkera. Tumshukuru Mungu kwamba kuna suluhu nyingine kando na kutia juhudi na kung'ang'ana kwa nguvu zangu mwenyewe ili nifanye kile kilicho sahihi. Basi yeye hutuonyesha dhambi zetu na hutuhakikishia kwamba sisi ni waadilifu. Si lazima
tufuate sheria na masharti. Hakuna sheria inayosema ni lazima niombe kwa saa moja kila siku na ni lazima nisome idadi fulani ya milango ya Biblia kila siku, kwamba ni lazima nifanye hiki na nifanye kile na nifanye hiki na nifanye kile na mengineo. Tunafahamu kulingana na miongozo ya neno kwamba mambo haya yote ni mazuri kwetu, kwamba maombi ni mazuri kwetu, lakini naweza kuomba tu mpaka nione imetosha. Naweza kuomba chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Siku moja naweza kuomba kwa saa 2, siku inayofuata huenda nikaomba kwa dakika 5. Siku moja naweza kuomba mapema asubuhi, na siku inayofuata ninapokutana na Mungu, pengine sitaomba sana, lakini nijipate naomba tu siku nzima nikiendelea na shughuli zangu. Sikiliza, unapotembea na Roho Mtakatifu, maisha yako hayatakosa kusisimua. Kuwa Mkristo hakukosi msisimko, kwa sababu mambo yatakuwa yanabadilika siku baada ya 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 siku. Sasa Warumi 8:14 inasema jambo muhimu sana. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa wana hapa inaashiria ukomavu. Umeona kwamba haisemi wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wachanga wa Mungu. Ni wana wa Mungu. Kwa hivyo, ukomavu wa kiroho unamaanisha kwamba sienendi tena kwa njia zangu mwenyewe. Siishi tu kama ninavyotaka. Siamki kila siku asubuhi nikiwa na mpango wangu mwenyewe kisha nifanye mambo yangu mwenyewe siku nzima, na kila wakati kitu kisipoenda kama ninavyotaka nafadhaika. Naweza kuamka nikiwa na mpango fulani, lakini ni sharti niupeleke mbele za Mungu na niseme, Mungu, ikiwa huu si mpango wako, basi ubadilishe. Ikiwa nakuzuia, basi niondoe njiani mwako. Mapenzi yako yatendeke. Mapenzi yako yatendeke. Ni sharti tuelewe kwamba kutotii humhuzunisha Roho Mtakatifu. Lakini ni rahisi zaidi kuelewa swala hilo ikiwa tutagundua na tukubali ukweli. Na nataka msikie kile nitakachosema. Kila kitu ambacho Mungu ameweka katika neno lake kinatuambia kufanya au kutofanya jambo lolote ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Hatutaweza kutii ikiwa hatutaamini hiyo. Nimesema hatutaweza kutii ikiwa hatutaamini hiyo. Leo hii kila mtu anataka kujua, hii itaniletea faida gani maishani mwangu? Nitapata nini kutoka kwa hii? Ni ngumu sana kuuza kitu chochote leo ikiwa huwezi kuambia watu faida itakayowaletea. Hata katika mazoezi tunataka kujua, hii itanifaidi vipi? Utakuwa na mwili mzuri zaidi, utajihisi vizuri zaidi, utaishi muda mrefu zaidi, afya bora, sawa? Unajua, nikila chakula bora nitafaidika vipi? Utajihisi vizuri zaidi na kadhalika na kadhalika. Sisi sote tunataka faida. Basi utafaidika vipi ukisoma neno na uishi maisha ya utiifu? Si kwamba Mungu ni jitu mkatili anayetaka kutudhibiti vikali kila wakati na hataki kutuacha tufanye mambo tunayotaka kufanya. Hilo si jambo tunalozungumzia. Ni Mungu anasema, sikiliza, ukifanya hivi maisha yako yatabarikiwa, na usipofanya hivyo mambo yako hayataenda vizuri. Mungu anajua kile kinachofana na kile kisichofana. Mungu huona mwisho kutoka mwanzo. Na tunaweza kuwa mahali fulani hapa tukifikiria, hii ndiyo napaswa kufanya. Lakini hatujaona madhara yatakayoletwa na jambo hilo. Wakati huu huenda tunasukumwa na hisia kufanya jambo hilo na pengine tunasema, ndio. Sawa, hebu tuseme kuna mwanamke mwenye upweke ambaye ana hamu kubwa ya kuolewa. Hebu tuseme ana miaka kama 45 sasa na anaogopa atakuwa peke yake maisha yake yote. Basi jamaa mmoja mwenye kuvutia anakuja. Tuseme havutii sana jinsi mwanamke huyo angetaka awe, lakini sasa unajua, yuko tayari kulegeza kamba kidogo. Na unajua, hapo mwanzoni alitaka mume wa kiroho sana, lakini unajua mtu huyo ukweli ni kwamba hata hajaokoka, lakini dada huyo anampenda na ana uhakika kwamba akiweza kumnasa ataweza kumbadilisha wakishafunga ndoa. Sasa kinachotendeka ni kwamba ikiwa dada huyo kweli anaenenda katika Roho Mtakatifu, haijalishi hisia zake zinamsukuma vipi, haijalishi fikira zake zinamwelekeza wapi, kuna kitu kidogo hapa ndani kinachoitwa sauti ndogo tulivu ya Mungu. Ni hisia mbaya kidogo, ni kana kwamba unahisi kuchafukwa na roho na unajua hiyo ni nini? Ni kana kwamba unajua hupaswi kufanya jambo hilo. Unajua hupaswi kufanya jambo hilo.
Sawa, si kwamba Mungu ameketi huko juu mbinguni akisema nataka ufadhaike na uishi kwa upweke maisha yako yote. Unajua, sitaki ufunge ndoa na mtu huyo. Hapana, ni Mungu anasema hujui hatari iliyo mbele yako. Hatabadilika mkishafunga ndoa, atabadilika na awe mbaya zaidi. Na bila shaka sisemi kwamba hakuna mtu ambaye habadiliki baada ya kufunga ndoa, lakini nasema kwamba ni sharti ufuate kile kilicho hapa ndani. Ni sharti ufuate mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mungu haoni tu hali ilivyo hapa, kwamba jinsi unavyosukumwa na hisia na upweke wako na hamu yako ya kuolewa, bali pia anaona miaka hiyo yote hapo katikati. Ndiyo maana yuko hapa na anajua mwisho kutoka mwanzo, na anasema usifanye jambo hilo. Tafadhali usifanye jambo hilo, usilifanye. Ningoje nikuletee kitu sahihi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwetu kwanza kumwamini Roho Mtakatifu, na unahitaji kumwamini. Fikia mahali ambapo unaweza kuamini sauti hiyo iliyo ndani ya roho yako. Baadhi yenu, unajua, wanawake wakati mwingine wanakuwa na dhana ya mtu anayeona anafaa kabisa kufunga ndoa naye, na hawatazungumza kabisa na mtu yote ambaye hana sifa wanazotaka. Na ni bora kumpa Mungu maisha yako na useme, nina malengo yangu binafsi, lakini nataka kufanya kile unachotaka nifanye. Tuko pamoja? Nataka nifanye kile unachotaka nifanye. Kwa sababu kuna watu wengi wazuri huko nje ambao unapowaona kwa mara ya kwanza huenda wasikuvutie, lakini ni watu wenye sifa nzuri sana na watu wanaotaka kupendwa. Wanahitaji kupendwa kwa njia inayowaletea uponyaji. Kwa hivyo tunahitaji sana kujifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa tutaangazia maandiko matatu ambayo nafikiri yatawahimiza kuamini kwamba ikiwa kweli utachukua hatua ya imani ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, utapata faida kubwa, na faida hiyo ni kwamba utakuwa na maisha mema ajabu. Haleluya. Kuna mtu hapa ambaye amekuwa akimfuata Roho Mtakatifu kwa muda mrefu wa kutosha kiasi kwamba amefahamu kwamba Mungu anajua mengi zaidi kutushinda sisi. Na faida ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ni furaha na amani na uadilifu, na mambo yako yatafana na yatakwenda kwa njia shwari bila tashwishwi. Amen. Kumbukumbu la Torati 10:13. Kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo upate heri. Ili upate heri. Mungu anasema kila kitu ninachokwambia ni kwa heri yako. Je, umewahi kumwambia mtoto wako hivyo? Najua huelewi kwa nini sikuruhusu fanye jambo hili, lakini ni kwa manufaa yako. Najua huelewi kwa nini sitakuruhusu uende nje kucheza sasa, lakini ni kwa manufaa yako. Hapana mwanangu, huwezi kwenda kucheza barabarani penye magari. Hapana Jen, huwezi kuweka mkono wako kwenye moto. Hapana. Ni kwa manufaa yako. Tuamini kwamba Mungu ni mwema na anatutakia heri. Mungu hakutuumba na kutuweka hapa ili ajionee jinsi tunavyofadhaika. Ametupangia maisha mema na tutakayopata tunapomfuata na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Karibu kila siku huwa naomba, Mungu niweke katika njia iliyonyoka inayonielekeza katika uzima, na uniepushe na njia pana inayonielekeza katika maangamizi. Na ikiwa wewe ni mbia wa huduma hii, na kuombea ombi hilo mara kwa mara. Naomba kwamba Mungu akunyoshee kila njia iliyopinda mbele yako na usalie katika njia nyembamba itakayokuelekeza katika uzima. Warumi 8:8 na 9. Wale waufuatao mwili wanaotosheleza tamaa za asili yao ya kimwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa nini Mungu apendezwi? Kwa sababu anajua tutafikwa na madhara fulani. Mungu hakasiriki kwa sababu hatufanyi kila kitu anachotaka tufanye, na anataka kututawala na kutuambia kile tunachopaswa kufanya. Anahuzunika na anaona uchungu tusipomwamini ya kutosha ili tuweze kufuata maagizo yake na tuamini kwamba anajua kile kilicho bora kwetu. Wangapi kati yenu mmetembea na Mungu kwa muda mrefu ya kutosha kiasi kwamba mmefikia mahali ambapo kwa kiasi fulani mnaweza kutambua wakati mmefanya kitendo ambacho hakimpendezi Mungu? Sawa. Basi, je, niulize ni wangapi kati yenu humtii na najua sipaswi kula hii, lakini najua sipaswi kudai gharama hii kutoka kwa kampuni, lakini
Najua sipaswi kusema hii, lakini najua sipaswi kuwa na tabia kama hii, lakini tunapaswa kuacha kusema najua hii lakini, najua hii lakini. Tunasema nini? Najua hili ni jambo la kipumbavu kufanya, lakini nitalifanya hata hivyo na natumai sitapatikana. Basi utapatikana. Si kwamba hakuna rehema, lakini wacha niwaambie jambo. Tunapokea rehema nyingi zaidi tunapofanya kosa bila kujua, kuliko tunapofanya kosa waziwazi tukijua vyema kwamba tunafanya makosa. Kila unapokuja na unasikiliza ukweli, utatakiwa kuwajibika zaidi katika kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. Hebu tuzungumze kidogo kuhusu kutosheleza tamaa za kimwili. Je, kuna baadhi ya nyumba imewahi kuhudhuria hafla ambapo watu wanapewa chakula? Zinafurahisha sana, sio? Miaka mingi iliyopita tulikuwa na mikutano ya aina hiyo. Watu waliketi mezani na walipakuliwa chakula kabla vipindi vya mafunzo havijaanza. Zilikuwa ni hafla ambapo watu walipewa chakula. Nahitaji maji hapa, na mtu alikimbia na kupeleka maji. Naomba niongezewe kahawa, na mtu alikimbia na kuileta. Chakula kililetwa mahali ulipo. Nahitaji kitambaa kingine, na mtu alikimbia na kuileta. Na inafurahisha sana. Unajua inafurahisha sana, sio? Kwenda katika moja ya mikahawa ambapo kuna wahudumu kadhaa ambao wako tayari kukuhudumia, na tunapenda kuhudumiwa, lakini daima kadri unavyozidi kuomba kuhudumiwa ndivyo gharama zako nazo zinazidi kupanda. Jamani, sasa kuna ujumbe hapa. Basi tunaweza kutosheleza mwili, lakini haya, hebu ngoja uone bili yako itakapoletwa. Unajua, hekima ni kufanya uamuzi mgumu wakati huu ili ufaidike katika siku za usoni. Wache niseme hilo tena. Hekima ni kufanya uamuzi mgumu wakati huu ili ufaidike katika siku za usoni. Kuishi kimwili kutakuletea hisia nzuri wakati huu bila kujali mambo ya baadaye, lakini baadaye hiyo daima hufika. Warumi 8:9. Lakini ikiwa Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Roho anawaongoza na kuwadhibiti. Basi njia ya pekee ya kuishi maisha ya kiroho ni kuongozwa, kuelekezwa na kukubali kudhibitiwa na Roho Mtakatifu. Sasa, ni wangapi kati yenu wana hekima ya kutosha kufahamu kwamba sehemu kubwa ya waumini hawafanyi hivyo? Na kwa hivyo, hiyo ndio maana kwa kiasi kikubwa ushuhuda wetu katika dunia ni duni sana. Mamilioni ya watu hutoka kanisani na wanaenda nyumbani na wanafanya chochote watakacho wiki nzima, kisha wanarudi kanisani. Na naamini kwamba kila mtu anapaswa kuwa mshirika katika kanisa nzuri la eneo lake, lakini nawaambia kuwa Mkristo ni zaidi ya kwenda tu kanisani. Waefeso 2:10 ni kifungu cha ajabu katika Biblia Amplified. Ni kirefu kidogo, lakini nawasilisha ujumbe muhimu. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tulizaliwa upya, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hivyo tumezaliwa upya, tumeumbwa upya katika Kristo ili tuenende katika matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Hebu sikiliza faida iliyoko. Ili tuishi maisha mema ambayo tokea awali aliyatayarisha ili tuyaishi. Basi Mungu amenitayarisha na kuniwezesha kupitia kunipatia moyo mpya na roho mpya na kunifanya nitake kutenda mema. Kisha ninapotenda matendo hayo mema, yanageuka na kuwa maisha mema ambayo Mungu anataka niishi. Kwa hivyo ni rahisi sana. Kadri unavyozidi kumtii Mungu, kadri tunavyozidi kumtii Mungu kwa dhati, hasa nafikiri tunapaswa kujifunza kumtii katika mambo madogo. Kwa sababu mojawapo ya makosa makubwa zaidi tunayofanya ni kufikiri mambo madogo hayana umuhimu. Lakini kusema ukweli, ni hapo ndipo tunajifunza utiifu katika mambo makubwa ambayo hujitokeza mara moja katika maisha. Tunapaswa kujifunza utiifu
katika mambo madogo, na nina hadithi nyingi juu ya swala hilo, lakini bila shaka siwezi zisimulia, na ndio maana mimi huzungumza kuhusu kurudisha kijigari chako cha duka mahali panapofaa na kutochukua vifaa vya ofisi ambavyo si vyako na kwenda navyo nyumbani. Na unajua, sina muda wa kuzungumzia hayo leo. Amua kwamba utamtii Mungu. Leo asubuhi niliamua nitamtii Mungu. Mungu, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Hiyo ni sehemu muhimu sana ya kile tunachoita ombi la Bwana. Mapenzi yako yatimizwe katika kipande hiki cha ardhi. Si katika watu wengine, bali katika kipande hiki cha ardhi. Mapenzi yako yatimizwe ndani yangu kama huko mbinguni. Mungu, mimi huyu hapa. Nataka kufanya mapenzi yako leo. Nitumie. Mpango wako, mapenzi yako, njia yako. Kuamua akilini mwako ni muhimu sana. Isitoshe, nafikiri ni vizuri hata kusalia kitandani kwa dakika chache baada ya kuamka ili uamue akilini mwako mwelekeo unaotaka kuchukua siku hiyo. Kisha uombe kwa ajili ya mwelekeo huo. Bwana, leo nataka kuwakilisha vilivyo. Nataka kuwa mtu aliyejazwa na Roho. Nimeamua akilini mwangu kukutii leo. Kuamua akilini mwako ndio kitu cha kwanza unachopaswa kufanya ili uwe na tabia njema. Unaweza kufanya maamuzi kuhusu vitu ambavyo vitakuja siku za usoni. Waibrania 10:5-7. Kwa hiyo ajapo Kristo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari kuutoa. Na naweza tu kuambia kwamba kila siku tunahitaji kutoa miili yetu kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai. Hilo ni funzo la kibibilia. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mungu anasema sohitaji mfanye kitu kikubwa sana. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu na anataka kufanya kazi kutupitia sisi. Anataka kunena kutupitia sisi. Anataka kugusa watu kutupitia sisi. Anataka kunena kukupitia wewe. Anataka kuwafariji watu kukupitia wewe. Ndiyo, kukupitia wewe. Ndiyo, kukupitia wewe. Kukupitia wewe. Si kupitia watu kadhaa wanaohudumu jukwani katika kanisa lako, ni kukupitia wewe katika eneo unakoishi, mahali unapofanya kazi, katika shule unayoenda. Kukupitia wewe. Mungu anataka kufanya kazi yake kukupitia wewe. Mstari wa 7, ndipo niliposema, tazama, napenda hii. Nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa niyafanye nitimize mapenzi yako Mungu. Napenda hiyo, jamani. Chukua muda kila asubuhi, inua mikono yako kielekeza juu mbinguni na useme, Mungu, mimi huyu hapa. Mimi huyu hapa, naja kutekeleza mapenzi yako. Roho Mtakatifu nisaidie, siwezi kuitekeleza bila wewe. Siwezi kuitekeleza bila wewe, lakini ari yangu ni kukutii. Ari yangu ni kufanya kile unachotaka nifanye. Unajua, ukianza kufanya hivyo kila siku, jamani, utakuza mtazamo mwema, na majaribu yanapokuja, na hakika yatakuja, utaweza kusema hapana, tayari nimeamua nitamtii Mungu. Na mtazamo huu utakuwezesha kukabiliana na upweke, utakuwezesha kuwa imara wakati watu wanakuhukumu na kukukashifu kwa sababu hutaki kufuata umati na ufanye kila kitu wanachofanya. Wacha niwaambie kitu, tunaishi katika nyakati za vita vikali ambapo uongo na majaribu yanayotuzunguka ni mabaya ajabu. Mabaya ajabu. Na ni sharti tuwe tumejazwa na nguvu ya Mungu na tulifahamu neno la Mungu, kwa sababu hatuwezi kujua mapenzi ya Mungu ikiwa hatulifahamu neno la Mungu. Ni sharti tulifahamu neno la Mungu. Mojawapo ya vitu ninavyopenda kufanya zaidi ni kuja hapa juu na kuinua Biblia hii juu. Napenda sana. Napenda kuinua hapa juu ili watu wote kote duniani waone kwamba kila kitu kiko hapa ndani katika neno la Mungu. Sasa Biblia inasema imani isipokuwa na matendo imekufa. Kwa hivyo ikiwa tuna imani
Ni dhahiri kwamba matokeo ya imani ni kwamba tutataka kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye. Unajua, Daudi mtunga Zaburi ambaye alikuja kuwa mfalme Daudi ni mtu wa ajabu sana. Je, unajua kwamba Biblia, kuna mtu mmoja tu ambaye Biblia inamzungumzia zaidi ya Daudi, na huyo ni Yesu. Na katika Matendo ya Mitume 13:22 kuna kifungu cha kustaajabisha mno. Kinasema, na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Mtu atakayetekeleza mapenzi yangu na atimize mipango yangu kikamilifu. Unajua, baadhi yetu huwa tuko tayari kufanya mapenzi ya Mungu, lakini tunapohukumiwa au kukashifiwa na marafiki zetu, tunaanza kuona kwamba pengine hatutaendelea kuwa Wakristo na tunaanza kurudi nyuma. Waambie na kuhukumu, ngoja kidogo, Daudi hakutekeleza mapenzi ya Mungu kikamilifu. Aliingia katika uhusiano wa uzinzi na akapanga mauaji ya mume wa mtu. Ndiyo, Daudi alifanya mambo mabaya sana, mambo ambayo mtu aliyemjua Mungu kama yeye kamwe hakupaswa kufanya, na alificha dhambi hiyo kwa mwaka mmoja na hakutaka kuikiri, na basi akaingia ndani zaidi katika udanganyifu. Basi kwa nini Mungu aseme mtu anayeupendeza moyo wangu atakayefanya mapenzi yangu yote? Ni kwa sababu Daudi alikuwa na moyo wenye shauku ya kutekeleza mapenzi ya Mungu. Ingawa alifanya makosa mara kadhaa, mtazamo wa moyo wake ulikuwa nataka mapenzi yako. Na huo ndio ujumbe naojaribu kuwasilishia leo. Kwa kusema ukweli, funzo muhimu ninalotaka kuwawasilishia leo ni kwamba ni sharti tuanze kutaka mapenzi ya Mungu. Si tu kutumai kwamba tutatekeleza mapenzi yake bila kukusudia. Ni sharti tutake mapenzi ya Mungu, tuombe mapenzi ya Mungu na tuwe tayari kutekeleza mapenzi ya Mungu. Na tunapoanguka, tunyanyuke na tuanze upya. Nitawaambia kitu kingine kilichomfanya Daudi awe mtu mashuhuri. Nisikilizeni. Sasa nataka msikilize kwa sababu mtanufaika na hii. Hii ndio mojawapo ya vitu vilivyomfanya Daudi kuwa mtu mashuhuri ambaye hata Mungu alisema huyu ni mtu anayeupendeza moyo wangu. Alijua jinsi ya kunyanyuka baada ya kuanguka. Baadhi yenu mmeelewa hilo, si nyinyi wote. Tafakari hilo. Itakuwa ngumu kiasi gani kunyanyuka baada ya kufanya kitendo kama kile ambacho Daudi alikitenda? Lakini alielewa nguvu ya msamaha. Alielewa nguvu ya kutakaswa. Alielewa nguvu ya kufanywa mpya na kupata marejesho kutoka kwa Mungu. Alielewa kwamba Mungu aliposhughulikia jambo, alikishughulikia kikamilifu na hakupaswa kuendelea kuacha jambo hilo limtatize na liharibu maisha yake. Nafikiri ni mwanaume au mwanamke mwenye uhusiano wa ajabu na Mungu ndiye anayeweza kumwamini Mungu ya kutosha ili anyanyuke kikamilifu baada ya kutenda dhambi. Amen. Kwa hivyo kama unataka, unaweza kuvingirika katika mwili na uishi maisha yako yaliyosalia ukihisi kuhukumika, lakini si lazima iwe hivyo. Ikiwa kweli tunaelewa sifa za Mungu, tunajua kwamba fadhili zake ni za milele hata milele. Daudi ni mtu atakayetekeleza mapenzi yangu na mipango yangu, ingawa alianguka shimoni mara kadhaa. Mmenisikia? Leo mambo ni mazuri kupita kiasi. Vizuri. Sasa Yakobo 2:17-18 inazungumzia jinsi ambavyo imani bila matendo imekufa. Alisema, huwezi kuniambia una imani ya kweli ikiwa huna matendo ya utiifu kuthibitisha imani yako. Hiyo ndiyo maana ya matendo, ni matendo ya utiifu. Matendo ya kimwili ni mimi ninapoyatenda huku nikitarajia kitu kutoka kwa Mungu. Mungu hataki hivyo. Sipaswi kwenda na kutenda matendo mema ili niwe namdai Mungu kitu au ili nipate kibali mbele zake. Hayo yote napata kama zawadi ya bure. Natenda matendo mema kwa sababu ya kile ambacho Mungu amenitekelezea. Hatutendi tu matendo, tunatenda matendo ya Mungu. Kuna tofauti kati ya kutenda tu matendo na kutenda matendo ya Mungu. Tunapaswa kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye. Amen. Yakobo alisema imani bila matendo, yani matendo ya utiifu, imekufa. Basi wacha niwaelezee hiyo kwa njia rahisi kabisa. Imani ni kusadiki tu. Ni kusadiki neno kiasi cha kutufanya tuweke imani yetu na tegemeo letu kikamilifu katika neno hilo na tuishi kwa kulitii.
Ikiwa kweli naamini kikamilifu kwamba nimefanywa kuwa haki mbele za Mungu kupitia damu ya Kristo na kwamba dhambi zangu zinaweza kusamehewa na nitakaswe, ikiwa kweli naamini hilo, basi sitapoteza maisha yangu nikiishi chini ya hukumu. Inachukua muda, lakini mtaelewa tu. Lakini unaona, ni kama tunafikiri ni jukumu letu kuhisi kuhukumika. Hiyo ni kama mama anayefikiri ni jukumu lake kuwa na wasiwasi juu ya watoto wake. Huwezi kupata mahali popote katika Biblia ambapo unaambiwa uhisi kuhukumika. Na unaona, hata inaonekana ni jambo la upuzi. Ni kama kusema, sijui Joyce, inaonekana si sawa kutohisi kuhukumika. Unahisi unataka kutubu. Toba ni kitu tofauti na kuhukumika. Roho Mtakatifu hukushawishi, shetani hukuhukumu. Kuna tofauti kubwa mno. Na Roho Mtakatifu anapotushawishi, tunapaswa kuwa na furaha. Ni kitu kizuri sana. Ikiwa kweli tunaamini kwa dhati kwamba hisia za kutosamehe na machungu na chuki huwa ni kama sumu maishani mwetu, na ni hisia zinazomhuzunisha Roho Mtakatifu, basi hatutazishikilia. Ndiyo, lakini Joyce, hujui maovu alionifanyia. Haijalishi walikufanyia nini, na si kwamba nasema uchungu wako hauna maana. Ninachosema ni kwamba suluhu yako ya kipekee ni kufuata mpango wa Mungu. Hakuna njia nyingine ya kupata marejesho ila mpango wa Mungu. Hatumlipizi shetani kisasi kwa kutenda matendo kama yake. Jamani sasa. Bali tunashinda uovu kwa wema. Hiyo ni mojawapo ya siri kuu zaidi katika neno la Mungu. Ni mojawapo ya siri kuu zaidi katika neno la Mungu. Kwa sababu hakuna suluhu nyingine inayofanya kazi. Njia ya Mungu ndiyo njia ya kipekee inayofanya kazi. Yesu alisema, mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Unajua, uzima ambao Mungu anatupatia hapa ndani si tu ya kupumua, ni uzima kama ule wa Mungu. Neno la Kigiriki zoe linamaanisha uzima kama wa Mungu. Yesu alisema, mimi ndimi njia, tembea katika njia hii. Mimi ndimi ukweli, fuata ukweli. Na mimi ndimi uzima unaotafuta. Uzima. Ikiwa kweli unaamini, na mimi kweli naamini, kwamba ni muhimu kutimiza ahadi zako, kwamba ni muhimu kutimiza yale unayoahidi, kwamba ni muhimu kutekeleza kile tunachoambia watu tutatekeleza, basi tutatekeleza ahadi zetu. Tutapa kwa hasara yetu, na kama tutabadilika. Hivyo ndivyo Biblia inasema, tutapa kwa hasara yetu na hatutabadilika. Kwa kusema vingine ni kwamba ukiahidi kufanya jambo, hata kama litakuumiza na ni ngumu na utalipa gharama ya kutimiza ahadi hiyo, kamwe hutarudi nyuma. Nitawaambia jambo, tunaishi katika jamii ya kuogofya ambapo ahadi haina umuhimu wowote kwa sehemu kubwa ya watu. Haina umuhimu wowote. Kuwa mtiifu katika mambo madogo. Ikiwa kweli tunaamini umuhimu wa mambo haya, tunapoamini kikweli, basi kuamini kwetu kutajidhihirisha kwa matendo. Kwa hivyo ningependa tu kusema, ikiwa unaona ni ngumu kusamehe, basi rudi tu katika neno na uanze kusoma kila kitu ambacho Biblia inasema kuhusu msamaha. Na uache upako ulio katika neno uimarishe kuamini kwako. Kisha wakati kuamini kwako kutaimarika ya kutosha, hutaona ni ngumu tena. Kuamini kwetu huamua jinsi tunavyoishi. Tukiamini kwa njia sahihi, tutaishi kwa njia sahihi. Tuko pamoja? Sawa, sasa hebu tuchukue mwelekeo mwingine hapa kidogo. Kwa nini watu huona ni ngumu kuamini? Mimi nilikuwa na moyo mgumu. Watu ambao wamedhulumiwa kwa kawaida mwishowe huwa na mioyo migumu. Unakuwa na makovu katika utu wako
na katika moyo wako, kwa sababu umechoshwa na kuumizwa na kuamrishwa na kudhibitiwa kwa hila na kutumiwa. Umekataliwa na watu. Watu hawakubali jinsi ulivyo, na daima wanajaribu kukufanya uwe kitu ambacho si wewe. Haya yanaweza kukufanya uwe na moyo mgumu. Jamani, sasa kusikitishwa sana na Mungu kunaweza kukufanya uwe na moyo mgumu. Na unajua, tukisikitishwa na Mungu, lawama si ya Mungu, ni kwa sababu matarajio yako yalikuwa duni. Yesu. Kujishirikisha kupita kiasi na mambo ya dunia kunaweza kukufanya uwe na moyo mgumu. Ni sharti uwe mwangalifu, usitazame sinema zenye vita kupita kiasi. Napenda kutazama sinema, lakini kuna sinema nyingi ambazo siwezi kuzitazama. Usiache moyo wako uwe mgumu. Na ni jambo hatari kuwa na moyo mgumu, kwa sababu ni sharti tusikie sauti ya Roho Mtakatifu. Na hicho ndicho kichwa cha ujumbe wangu leo, kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Unaona, tukiwa na moyo mgumu, ni ngumu kwa Mungu hata kutugusa na atunenee. Wakati mwingine ni lazima tujipate tuko katika mashaka makubwa maishani mwetu ili tugundue lazima kuna kitu hakiko sawa. Oh, Mary, mambo hayaendi vizuri. Unafikiri nini kibaya? Unajua, Waisraeli walinung'unika na kulalamika, walinung'unika na kulalamika, na Mungu aliendelea kuwaonya na kuwaonya na kuwaonya, lakini walinung'unika na kulalamika na hawakunyamaza na hawakurudisha shukrani na hawakumsikia Mungu. Na Mungu alichoka nao. Na ugonjwa ukaingia katika kambi yao, na ni hao ndio waliojiletea ugonjwa huo. Na watu 23,000 walifariki siku moja. Kisha wakasema, "Oh, tumefanya dhambi." Huo ni ufunuo mzuri mno. Watu 23,000 hawakuhitajika kufa ili wafahamu kosa lao. Ni nini italazimika kutendeka Marekani kabla hatujagundua kwamba hatuwezi kumwondoa Mungu maishani mwetu? Jamani, ni nini italazimika kutendeka katika mashule yetu kabla hatujagundua kwamba hatuwezi kumwondoa Mungu kutoka mashule? Jamani, ni nini italazimika kutendeka kabla hatujasema, "Oh, tunahitaji kumrudia Mungu"? Lakini unaona, ikiwa tunasikia sauti ya Roho Mtakatifu, jamani, sasa ni muhimu tuwe na mioyo laini kwa Mungu. Ikiwa tutasikia sauti ya Roho Mtakatifu, tutamwelewa mara moja. Ni kama kusema, "Hapana, ngoja kidogo, Mungu hapendi jambo hili, ni lazima niachane nalo." Basi hutalazimika kupitia hali mbaya za kusikitisha kwa miaka mingi ya maisha yako kabla hujagundua kwamba Mungu hajafurahia yanayoendelea maishani mwako. Jamani, Mungu apewe sifa. Hebu tuangazie Ezekieli 11:19. Napenda hii. "Nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe, moyo uliofanyika kuwa mgumu katika mili yao, nami nitawapa moyo wa nyama unaosikia na kufuata sauti ya Mungu." Oh, napenda kifungu hicho. Wow. Si lazima niwe na moyo mgumu kwa sababu ya mambo mazito niliyopitia maishani mwangu. Si lazima niishi bila ufahamu huku nikiwakosea watu bila hata kujua kwamba nawakosea. Nilifanya hivyo kwa miaka mingi. Nilikuwa mkali sana na mgumu na sikujali hisia za watu, na niliwaambia watu mambo ya kuwaumiza na hata sikujua nilikuwa nafanya hivyo. Na watu waliniambia, "Mbona unafanya mambo kama hayo?" Na nilijiuliza, eti nafanya nini? Una shida gani wewe? Je, kuna baadhi yenu mmewahi kuwa hivyo, kuwa bila ufahamu kiasi kwamba hujui unapowakosea watu wengine? Unasema tu, "Una shida gani wewe?" Lakini sasa najua ninapomkosea mtu. Najua ninapoanza kusema mambo ambayo sipaswi kusema. Na nisipojirekebisha baada ya dakika 2 au 3 nasema tu, jamani.
Nilikuwa mjeuri na sikumheshimu mume wangu na sikuwa na ubaya wa tabia hiyo hata kidogo. Sasa pia nahisi vibaya. Nahisi vibaya nikifanya hivyo. Na najua kwamba Mungu hataki nifanye hivyo. Na unajua nini? Niko tayari kufanya chochote ambacho Mungu anataka nifanye ili nilinde upako ulio maishani mwangu. Unaona, ikiwa tunathamini uwepo wa Mungu maishani mwetu, uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu na upako ulio maishani mwetu, tutafanya mambo ambayo hatutaki kuyafanya, mambo ambayo tunaona si ya haki, mambo tunayofikiria si sahihi, kwa sababu tunamwamini Mungu ya kutosha kujua kwamba ikiwa Mungu amesema tufanye mambo hayo, basi hatuna budi kuyafanya. Sawa, sasa pengine unasema, nafikiri umenishika, nafikiri nina moyo mgumu. Na unajua, sizungumzi kuhusu je, wewe hulia kwa urahisi, sizungumzi kuhusu hali hiyo. Na maanisha, je, wewe huwa tayari kusaidia watu wenye mahitaji walio karibu nawe? Unapoona mtu mwenye hitaji, wewe hukosa kumwonyesha huruma na unaacha mtu mwingine amsaidie? Au wewe humhudumia? Je, tuko tayari kujinyima kitu tunachotaka au tunachotaka kumiliki ili tumsaidie mtu mwingine aliye na matatizo makubwa? Pengine unasema, sawa, itabidi niseme tu kweli Joyce, bila shaka inaonekana siko mahali napaswa kuwa. Si kwamba kuna yote ambaye ameshafika, lakini basi unasema, sawa, ikiwa nataka kubadilika na nichukue mwelekeo sahihi, napaswa kufanya nini? Sawa, kitu cha kwanza ambacho Yesu anasema katika Mathayo 11 ni, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Naipenda. Anasema, tembea na mimi na utajifunza maana ya kwenda katika dunia, na uwe na mtazamo wa upole na unyenyekevu na uwajali watu wengine kwa moyo wa ukweli. Mimi si mkali, si mgumu, wala si mkandamizaji. Yesu hakuweza kumpita mtu mwenye hitaji bila kumsaidia. Ikiwa unataka kupata elimu halisia, usijifunze tu hatua za Yesu, jifunze pia wakati vituo vya Yesu. Kwa sababu daima alikuwa anasafiri kwenda mahali fulani, daima alikuwa na lengo, alikuwa anaenda mahali fulani kufanya jambo fulani, lakini daima alikuwa na muda wa kusimama kuwahudumia watu wenye dhiki. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.